لبيك اللهم لبيك. Taasisi ya Tauhid Development Network inawatangazia ibada ya hija kwa mwaka huu 2019 kwa gharama ya dola 1400 tu. Tauhid Development Network chini ya usimamizi wa Sheikh Muharram Juma Doga na Sheikh Taha Suleiman Bane inawajulisha mahujaji wake watarajiwa maandalizi kwa ajili ya ibada ya hija kwa mwaka huu yamekamilika, kwani tayari viongozi wa Tauhid wamefanikiwa kupata hoteli zilizo karibu kabisa na msikiti wa Makka na Madina. Bado hujachelewa kujiandikisha. Fika katika ofisi zetu za Tauhid Development, tupo mtaa wa Samora, maeneo ya Mnara wa Saa, jijini Dar es Salaam, au wasiliana na viongozi wakuu wa Tauhid Development, Engineer Musa Nati 0754279627. Zananyi, na hasa tuzungumzie suala la toba, lakini kwa maana ya kwamba kufahamu toba ni kitu gani, kina faida gani, na suala zima la toba la wafundisha nini waumini wa dini ya Kiislamu. Mlango huu wa toba ni jambo gani tunalolisoma kupitia ibada hii ya toba, kwa sababu toba yenyewe ni ibada inayojitegemea. Katika tafsiri iliyo fupi, neno toba, neno tauba lina maana ya kurejea kwa mwanadamu mbele ya Mola wake Subhanahu wa Ta'ala kwa maisha yake aliyokuwa nayo yaliyo mabaya. Sasa anamuelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa unyenyekevu ya kwamba sasa anataka kuishi maisha mapya, kwa maana anatangaza mbele ya Mwenyezi Mungu kukoma kwa yale mabaya aliyokuwa akiishi nayo hapo nyuma. Ibada ya hija peke yake yatosha kuwa ni toba, na ndiyo maana katika kulizingatia hilo, kiongozi wa umma, mwalimu wa umma, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaieleza ibada ya hija katika lugha ya kipekee, kuonyesha ibada hii si ibada ya kuichezea. Aliposema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyo maarufu tunayoifahamu na kuisikia muda wote, aliposema man hajja falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dhunubihi kayaumi waladati ummu, yoyote yule ambaye atatenda ibada ya hija alafu ndani ya ibada yake ikawa hakufanya vurugu za maneno wala vurugu za matendo, hakufanya matendo machafu wala hakutoa kauli chafu, na wala vile vile hakuonyesha mijadala mizozo, hakuleta, basi huyu kwa tendo lake hili la kuhiji na akabaki katika sura hii ya utaratibu, mtume akatoa tangazo muhimu. Kwa hivyo tu yatosha, ataondoka kutoka katika jangwa alilokuwa nalo la dhambi alizotenda, anarudi kuwa mpya kabisa, kana kwamba ile siku ya kwanza aliyozaliwa kutoka katika tumbo la mamake. Ni kuashiria kwamba ibada yake ile ni toba kamili. Na ndiyo maana kwa kuhiji kwako tu, ukifuata sharti, ukafuata nguzo, ukafuata maelekezo ya kiongozi aliyetufundisha ibada hii, unakuwa upo msafi. Kwa nini? Kwa sababu ibada yenyewe ya hija hii ni toba katika toba za matendo. Naam, sasa tunaingia katika eneo la Arafa, na hapa ni kwenye mabango ambayo yanaonyesha kila anayefika sehemu hii, katika mabango yaliyoandikwa hiyo hapo Arafa start here. Hapa ndio pahala ambapo mnaanza kuingia, na njia hii si moja, kwa kweli ziko njia nyingi, zinafika njia 8, na kwa mkono wangu wa kulia kwa mbali kabisa kule ndipo mnapoona Masjidi Namira, ambao ni msikiti mkuu katika hapa eneo la Arafa. Lakini Masjidi Namira kama mnavyoiona, kuna sehemu ya mbele kabisa kule, sehemu ile haipo katika Arafa, iko nje. Kwa hiyo hata wanaosali katika msikiti ule au wanaokaa katika msikiti ule siku kama ya leo, basi wana eneo ambalo linaandikwa hasa kwamba si
ndani ya Arafa. Kwa hiyo anaposali ajitambue kwamba anasali yumo ndani ya Arafa au nje ya Arafa, au kakaa ndani ya Arafa au nje ya Arafa, kwa sababu ule msikiti umegawika, kipande cha mbele hakiko ndani ya eneo la Arafa. Naam, kwa mbali pale kama mnavyoona lile ni Jabal Rahma au mlima Arafat, ambao ndio Nabii Allah Adam alikutana na mama Hawa katika sehemu ile, na kama mnavyoona naam, tunaelekea kule katika Jabal Nur, ambapo kama mnavyo Jabal Rahma na Jabal Nur liko kule Makka. Hili ni Jabal Rahma, na kama mnavyoona baadhi ya wenzetu ambao waliondoka kule katika sehemu za Mina wa makundi yale ya Ahlus Sunna wal Jamaa nao wanashuka, na baadhi ya watu wa Tauhid nao tayari wameshashuka waliotangulia katika basi la mwanzo. Kwa hiyo na sisi tunakwenda katika sehemu ambayo tutafikia punde hivi ili kuweza kuteremka na kwenda katika eneo ambalo tumepangiwa. Hujaji wa Tauhidi hivi sasa ndio wanashuka katika basi ambalo wamekuja nalo tayari kuingia katika eneo au mahema ambayo yamepangiwa kwa ajili yao ya kukaa hapa Arafa. Na unaona mmoja mmoja anashuka wakiwa tayari wana matumaini makubwa ya kuja kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuazim kuja kufanya ibada ya hija. Allah awafutie makosa yao waliyofanya na awajalie katika waja wema atakaowapa pepo yake tukufu. Kuwasili katika sehemu kama hii ni jambo muhimu, ni jambo kubwa, ni fursa adhim ambayo kuipata kila mtu si rahisi, lakini leo wao tayari wamefanikiwa kufika sehemu hii hapa, na kama mnavyoona bado wanaendelea kuteremka, na wengine tayari wameshaingia huko kwa kutangulia katika mabasi yaliyopita ya mwanzo, na kuna bado wengine ambao wanakuja kwa sababu Tauhid wamekuja karibu watu 156. Kwa hiyo makundi ya mwanzo kutangulia yamekusha kutangulia, na mengine hayo ndio yanafuatia, na si wao tu, kama tunavyosema kuna watu wa mataifa mbalimbali. Taasisi ya Tauhid Development Network inawatangazia ibada ya hija kwa mwaka huu 2019 kwa gharama ya dola 1400 tu. Tauhid Development Network chini ya usimamizi wa Sheikh Muharram Juma Doga na Sheikh Taha Suleiman Bane inawajulisha mahujaji wake watarajiwa maandalizi kwa ajili ya ibada ya hija kwa mwaka huu yamekamilika, kwani tayari viongozi wa Tauhid wamefanikiwa kupata hoteli zilizo karibu kabisa na msikiti wa Makka na Madina. Jiandikisha, fika katika ofisi zetu za Tauhid Development, tupo mtaa wa Samora, maeneo ya Mnara wa Saa, jijini Dar es Salaam, au wasiliana na viongozi wakuu wa Tauhid Development, Engineer Musa Nati 0754 279 627.